Karibu uungane nami kwenye tafakari ya siku ya Jumatano ya tarehe 28 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Leo kanisa linafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Martha, na injili ambayo inatuongoza kwenye tafakari yetu inatoka kwa mwinjili Yohane sura ya 11 aya ya 19 hadi 27. Wapendwa ndugu zangu, leo kanisa linafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Martha. Huyu alikuwa ni mmoja wa marafiki wa karibu kabisa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kila tunapomsikia Martha, wengi wetu tunamkumbuka kama mwanamke aliyekuwa na shughuli nyingi za kumhudumia Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini injili ya leo inatuonyesha kwamba Martha alikuwa zaidi ya mchapakazi. Alikuwa ni mwanamke mwenye imani kubwa, mwenye upendo wa dhati kwa Kristo na ambaye nyumba yake Bwana wetu Yesu Kristo aliipenda sana. Ndugu zangu, kuna swali ambalo injili ya leo inataka tujiulize. Je, nyumba yangu ni nyumbani kwa Yesu? Je, moyo wangu ni mahali ambapo Yesu anajisikia kukaribishwa? Yesu alikuwa na sehemu nyingi sana ambazo alipita kuhubiri. Sehemu nyingine aliponya watu, sehemu nyingine hata alifufua watu. Lakini alipokuwa karibu na Yerusalemu, mara nyingi alikwenda Bethania, katika nyumba ya Martha, Maria na Lazaro. Huko hakwenda kwa sababu ya uzuri wa nyumba yao, bali kwa sababu alipata upendo wa dhati, ukarimu na urafiki wa kweli. Alijisikia yuko nyumbani. Hili ni fundisho kubwa kwetu. Mungu anatamani pia kuja katika familia zetu. Anataka nyumba zetu ziwe ni sehemu ya amani, sehemu ya sala, sehemu ya upendo na sehemu ambapo msamaha umetamalaki. Lakini mara nyingi tunamfungia Kristo mlango. Tunaipa nafasi hasira itawale katika nyumba zetu, chuki, ugomvi, maneno mabaya, ulevi, tamaa na dhambi mbalimbali. Polepole nyumba zetu zinakuwa makazi ya hofu na migawanyiko badala ya kuwa makao ya Kristo. Leo Mtakatifu Martha anataka tujiulize, ni nani anayetawala nyumba yangu? Je, ni Kristo au ni dhambi? Je, ni Kristo au ni yule mwovu ambaye ni Shetani? Nyumba ambayo Yesu anakaribishwa, nyumba hiyo hubarikiwa. Familia inayosali pamoja humkaribisha Yesu akae katikati yao. Hapo ndipo watoto wanajifunza upendo, wanandoa wanajifunza kusameheana, na kila mmoja hupata nguvu za kubeba changamoto katika maisha bila kukata tamaa. Jambo la pili tunalojifunza kutoka kwa Mtakatifu Martha ni kwamba alikuwa ni mchapakazi, lakini hakuruhusu kazi iwe mwisho wa maisha yake. Ni kweli tukisoma kwenye maandiko matakatifu, kuna wakati mmoja ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alimkumbusha kwamba alikuwa anahangaika sana, alikuwa yuko bize sana. Yesu hakusema kazi ni mbaya. Alimfundisha kwamba kazi inahitaji kuongozwa na sala. Hata sisi leo tuna ratiba nyingi, tuko bize, tunafanya kazi kwa bidii, tunatafuta maisha bora, maisha mazuri, tunalea familia zetu na kutimiza majukumu mengine mengi. Hayo yote ni mazuri na sio dhambi, lakini tukifanya kazi bila kusali, tunachoka haraka, tunakuwa na mafanikio ya nje, lakini ndani ya mioyo yetu inabaki mitupu. Yesu anatufundisha kupitia Martha kwamba maisha ya Mkristo yanahitaji kuunganisha sala na kazi. Sala hutupa hekima ya kufanya kazi kwa upendo. Kazi nayo huwa njia ya kumtumikia Mungu na jirani. Tunapaswa kuanza siku yetu kwa Mungu kabla ya kuanza shughuli zetu. Dakika chache za sala zinaweza kubadilisha siku nzima. Familia inayomweka Mungu kwanza hujenga msingi imara ambao hauyumbishwi na dhoruba zozote za maisha.
Na jambo la tatu ambalo tunajifunza kutoka kwa Mtakatifu Martha ni imani thabiti kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tumesikia kwenye Injili akiwa mbele ya kaburi la ndugu yake Lazaro. Alikuwa na huzuni kama mwanadamu mwingine yeyote, lakini katikati ya machozi yake na bado aliendelea kumwamini Kristo. Tumesikia akisema, "Naam Bwana, nimeamini kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu." Hii ni moja ya kauli kubwa sana katika imani katika Injili ya Yohane. Martha hakuamini tu kwamba Yesu anao uwezo wa kufanya muujiza. Aliamini kwamba Yesu ndiye ufufuo wa uzima. Alimwamini Kristo hata bado hajaona muujiza wowote wa Lazaro kufufuliwa. Hiyo ndio imani ambayo Yesu anaitaka tuwe nayo leo. Mara nyingi tunataka kuona muujiza kwanza ndipo tuamini, lakini Martha anatufundisha kuamini kwanza hata wakati macho yetu hayaoni suluhisho. Tunatakiwa kwanza tuamini. Labda familia yako inapitia matatizo. Labda ndoa yako imekumbwa na dhoruba, imekumbwa na migogoro. Labda umechoka na maisha, umechoka na magonjwa, maradhi, huzuni. Leo Yesu anakuambia, "Mimi ndimi ufufuo na uzima." Hakuna hali iliyokufa kiasi kwamba Bwana wetu Yesu Kristo hawezi kuifufua. Anaweza kufufua tumaini lililokufa, upendo uliopoa, amani iliyopotea na hata imani iliyodhoofika. Wapendwa ndugu zangu, Mtakatifu Martha anatufundisha kwamba nyumba nzuri zaidi si ile yenye samani za gharama kubwa na za kuvutia, bali ni ile ambayo Yesu anakaribishwa. Familia yenye baraka si ile isiyo na matatizo, bali ni ile inayomweka Kristo katikati ya maisha yake. Leo tuamue kufanya nyumba zetu ziwe Bethania mpya, mahali ambapo Yesu atajisikia yuko nyumbani, atakuja kutembea mara kwa mara. Tuwe kama Martha. Tuwe wachapakazi, lakini tusisahau sala. Tuwe na imani isiyotiririka hata katika majaribu. Tumkaribishe Yesu katika familia zetu na mioyo yetu kila siku. Kwa maombezi ya Mtakatifu Martha, Mungu atujalie neema ya kufanya nyumba zetu ziwe makao ya Kristo. Mioyo yetu iwe kiti chake cha enzi na maisha yetu yawe ushuhuda wa upendo wetu kwake. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.